Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa saa 12 na dakika 20. Tunaendelea kuwapasha habari zetu kwa muda huu wetu wa jioni wa leo. Na kama ni mara yako ya kwanza, ungana na sisi ndani ya Media Bukavu TV. Endelea kufanya subscribe, endelea kulike, endelea kutuma partage kila sehemu popote. Na ukinena katika munara huyu umeelewa tayari imewaletea habari ya uhakika na habari inaendelea kuonekana katika upande popote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja ili nikuja kupepua karatasi zangu ama nikuja kupepua habari zetu za leo, mashabiki zangu kutokea eneo tofauti, na kuuliza tayari umesha kujiabone ama vipi? Na kama hujajiabone, endelea kujiabone kwa sasa, vipindi vyetu viendelee kuwafikia mara kwa moja. Nawapenda zaidi mashabiki zangu, kwa kweli nawatakia kwa kweli muwe pamoja na mimi na kunisikiliza ili nikuja kupendua karatasi zangu ama habari zetu kweli. Katika mada yetu ya leo ni habari zinavyotokea katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuja kuwapasha habari za Jamhuri ndani ya nchi ya Kongo, ndapeleka katika ndani ya nchi ya Burundi. Kumbuka katika mulio ilipiga katika tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, hatua mapigano ama bombe ziliripuka katika kambi la jeshi katika ndani ya mji wa Burundi. Lakini kwa sasa tumepata ripoti yenye imetoka katika viongozi vya serikali vya jeshi la Burundi. Hatua kamanda amezungumza kusema mlipuko huyu generali anaitwa Itirakuzo amezungumza kusema tayari kupitia mlipuko huyu ulikuwa katika hapo ndani ya uko Burundi. Amesema kwa sababu ilivyoendelesha kuna watu wengi wamepata ajali na kuna watu wengine wamefariki katika mlipuko huyu, lakini kupitia kidadi cha watu wamevyotangaza kupitia radio BBC, amesema kama tayari watu 15 walipoteza uhai katika mlipuko huu. Ulikuwa tangu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, na kwa sasa amesema kama tayari kulikufa watu 15, wengine 17 walirejelewa kupitia mlipuko huyu, wako katika hospitali kubwa zaidi kuendelea wanashughulikiwa kwenye utibabu. Na kuna manyumba mengi zaidi yameendelea iliripuka, na kwa sasa kuna makampuni zingine zilipata tatizo ya uchumi. Lakini kwa sasa hili ni habari nimeendelea kuwaletea mara kwa moja. Nakuja kuwaletea sasa habari zetu mara moja katika ndani ya uwanja wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama unavyonisikiliza, endelea kuambia sasa muendelee kuungana na mimi, tuendelee kusikiliza moja kwa moja kupitia Media Bukavu TV. Muendelee kujiunga na mimi kwa sababu nikiendelea kuwapasha habari zangu ziendelee kuwafikia mara moja. Na kama unavyonisikiliza, hebu tusikilize moja kwa moja, nikuje kuwapeleka mara moja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande ya Uvira. Ndakuja kuwapeleka mara moja katika eneo ya Uvira na katika eneo ya Masisi. Mapambano yameendelea kuzuka mara kwa moja katika upande tofauti na kuwapeleka upande ya huko Lubero. Kwa sasa mambo yameendelea kuharibika tangu mchana wa leo, mambo yameendelea kuzoza. Kwa sasa mapigano yamesonga mengi zaidi upande ya North Kivu na Sud Kivu. Lakini katika habari zangu najiuliza nianzie wapi? Kwa sasa mambo yameendelea kuwa mengi zaidi, kuja kuwapeleka mara moja katika mji ya Walikale. Kwa sasa mahali Walikale mambo yameendelea kusonga zaidi. Kumbuka katika headquarter ndani ya Media Bukavu TV tunashukuru zaidi kuona kabisa niko ndani ya antene hii. Kumbuka ni muda wa habari wetu wa saa 12 na dakika 20, tunaendelea kuwapasha habari ifuatazo, na mara moja nitakuja kuwapasha habari zangu katika eneo ya Masisi na ndani ya mji wa Uvira na huko ndani ya Lubero na katika eneo tofauti, na kuja kuwapeleka Mwenga niwapeleke mahali wanaita Kisangani mpaka Kalemi, na huko tayari mji wa katika eneo inaitwa Kankinda. Huko popote nakuja kuwapeleka Nzibira, nako kunaonekana kama mulio tofauti. Lakini kabla nizungumze mengi, ngoja niwapeleke katika uwanja wa mapambano mpaka tayari nawapeleka
eneo inaitwa Kashimanga ndani ya teritwari ya uko Mwenga. Kunaonekana wanajeshi watatu walikuwa wakishika silaha, lakini wanajeshi wasiojulikana, lakini wamethibitisha kuchukua vijana 12 wakapeleka kwenye mistuni, na walikuwa wakiwabebesha chakula na vifaa vingine visiyojulikana, na wale wakaaji ama population 12 kutokea eneo hizo hawajarudi kwa sasa tangu jana tarehe 1 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2026, na kwa sasa leo tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2026 bado hawajarejea katika eneo hili, na kuja kuwapelekea mara moja katika ndani ya mji wa Uvira upande ya Point Zero. Mapigano yameonekana katika ndani ya Point Zero, upande ya wanajeshi wa waasi M23 pamoja na jeshi la wazalendo wameendelea kupigana muno zaidi, hata kama tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imethibitisha wanajeshi M23 kutoka kwenye makao ya ndani ya upande ya huko Uvira, upande ya Fizi na upande ya Baraka, lakini wanajeshi wa wazalendo wanasema hao hawatarudi nyuma, wataendelea kusonga mbele kupigania nchi yao na kupigania sehemu yao Sud Kivu. Hawatakubali adui ama waasi M23 washambulie eneo yao na kuja kuwapeleka katika eneo ya Minembwe. Habari tuko nayo upande wa Minembwe. Hatua Minembwe imeendelea kuzingatiwa upande wa wanajeshi wa FARDC na wazalendo wameendelea kushikamana kupambana. Kwa kweli hata viongozi wameendelea kutikizia kusema wazalendo wasiingiza, lakini wazalendo wanaendelea kuonekana kwenye mapigano iko huko juu ya milima ya Minembwe. Mara moja nitawapeleka eneo inaitwa Mikenge. Eneo inaitwa Kakenge tafadhali. Eneo inaitwa Kakenge. Kumeonekana tangu jana tarehe 1 mwezi wa 3 kumeonekana mulio mwezi wa 4 tafadhali. Kumeonekana mulio vifaa kubwa zaidi ya mapigano ya wanajeshi ya wazalendo pamoja na wanajeshi M23 Twigwaneo na Ngumiro wanaendelea kupambana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa maeneo tofauti, kuna maeneo tofauti wanajeshi wa wazalendo walikuwa wamezingatia. Wanajeshi wa waasi kisha zingatia katika upande wa Uvira. Kuna eneo inaitwa Mitamba, eneo inaitwa Katoma, na eneo inaitwa Biziba, na eneo inayoitwa Buhonde, na eneo inaitwa Kipimo. Na kwa sasa leo kunaendelea kushambuliwa mundo katika vijiji hivi. Kijiji kinaita Mitamba, mapambano yalianza tangu muda wa saa 5 kamili leo tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Mapambano haya yalichukua masaa mawili. Mapambano haya wanajeshi wa wazalendo wakakimbilia katika eneo inaitwa Biziba, na hatua walikimbilia huko. Wanajeshi wa M23 walikuwa katika upande wa Biziba, walipambana na jeshi la FARDC, lakini jeshi la FARDC walikimbiza wanajeshi wa M23 katika eneo hili. Kwa sasa wanajeshi wa FARDC wamemiliki eneo ya Biziba. Katika eneo ya Ruhonde ndani ya teritwari ya huko Fizi, huko juu milima, kumeonekana mulio wa marisasi tena upande wa wanajeshi ya waasi M23 na wanajeshi wa wazalendo, lakini wanajeshi wa FARDC wamepigana nao katika eneo ya Buhonde, na kwa sasa wanajeshi M23 wamekimbizwa. Kwa sasa Buhonde iko kwa mikono ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo. Upande ya Kipimo wanajeshi wa M23, wakumbuka wanajeshi M23 nguvu zao zilikuwa hapo. Wazalendo walikuwa katika eneo walipambana nao, lakini wanajeshi M23 walijalia kupigana na wanajeshi ya wazalendo. Ubaka wazalendo wakakimbilia eneo ya Buhonde sasa, na hapo kwa sasa eneo ya Kipimo iko kwa mikono ya wanajeshi ya waasi M23 mchana wa leo. Lakini kumbuka kwenye uwanja mapambano mambo yanaendelea kubadilika. Kumbuka wanajeshi wanaendelea kujipima na kuongeza nguvu, ili tena unaweza kujipata dakika moja mambo imeharibika tena unajipata tena wanajeshi wa wazalendo tena wamerejesha katika eneo hili.
Mara moja nakuja kuwapeleka eneo ya Masisi tena, mapigano yamezuka tena eneo inaitwa Shoa. Mapigano yalikuwa hapo tangu asubuhi, na kwa sasa tena mapigano yamesonga leo mpaka kwa muda wetu huyu wa magharibi. Mapambano yameendelea kuvuka kabisa katika kijiji cha Soba Yungu. Mapigano haya haitaki kumalizika. Haya mapigano yamesonga mbele zaidi katika ndani ya teritwari ya Masisi. Wazalendo wameendelea kuchoma makambi ya wanajeshi ya M23 katika eneo ya Soba Yungu katika vijiji ifuatazo katika kambi za wanajeshi. Mara moja nakuja kuwapeleka ndani ya Lubero. Mapambano nayo Lubero yameendelea kusonga katika vijiji vyote. Wanajeshi wa M23 waliacha. Kumbuka wanajeshi M23 walirejea tena kushika eneo hizo, lakini wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wamesonga na kuweka nguvu nyingi zaidi kwa kulinda upande, lakini katika upande kwa sasa iko kwa mikono ya wanajeshi ya M23, ni katika kijiji inaitwa Kanunu na kijiji kinaitwa Masange, iko kwa mikono ya wanajeshi ya waasi M23 kwa sasa, wameshika katika vijiji hivyo, na nitakuja kuwapeleka katika eneo ya Minjenje ndani ya Walikale, katika eneo zilikuwa zimezingatiwa na wanajeshi wa M23 katika Minjenje na Mpeti tayari haijashikwa mikono ya wanajeshi ya M23. Serikali imeweka mkataba hapo zaidi, na kuna vijiji vingine viko kando hapo. Kumbuka wanajeshi M23 katika kijiji kinavyoitwa Kisampuru, tayari wanajeshi wa M23 wamesha kudhibitisha vijiji karibu 3 katika eneo ya Mpeti na Minjeje. Na katika mara nyingine nakuja kuwapeleka kuwapatia habari zimeendelea kutoka upande ya Butembo. Hatua raia population wameendelea kuomba usaidizi kutoka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wanajeshi hawa wanaitwa ADF wanaendelea kuchukua vijana kuwapeleka katika mistuni. Kumbuka kuna watu 200 na kitu wako katika porini bado hawajaachiliwa na wanajeshi wa ADF. Kwa sasa haya anaendelea kuleta hofu katika eneo ya Butembo. Kumbuka katika njia za usafiraji haya inaendelea kuleta changamoto katika eneo tofauti. Mambo yameendelea kusonga zaidi. Mara moja nitaendelea kuwapasha habari zingine kutokea upande ya Beni hatua. Kumbuka eneo inaitwa Muchacha ndani ya eneo ya Mambasa. Mapambano yameanza tangu jana tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Haya mapambano wanajeshi wa ADF walirejea tena kwenye kijiji kinayoitwa Muchacha. Kumbuka Mchacha tangu tarehe 30 tangu tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026 wanajeshi wa wazalendo walikuwa wameshazibatisha, walikuwa wamechukua eneo ya Mchacha, lakini wanajeshi wa ADF walirejea tena na nguvu nyingi zaidi, wakapiga wanajeshi wa wazalendo walikuwa katika eneo ya Mchacha. Kwa sasa eneo ya Mchacha tena imezingitiwa na wanajeshi ya waasi M23. Kumbuka Mchacha ni mahali uchimbaji wa madini huko. Kumbuka kuna uchimbaji kuna kampuni za Washinwa ziko eneo ya Mchacha kwa sasa. Kumbuka eneo hili zimethibitishwa kwa sasa na wanajeshi wa ADF tena wamerejea eneo hili, na mpaka kwa sasa wako katika eneo hili. Serikali pamoja na wazalendo wamejaribu kupiga, lakini wanajeshi hao wamekuja na nguvu nyingine isiyoeleweka, na katika eneo ya Mambasa kunaendelea kuwa wasiwasi. Madereva wa taksi ama wengine tofauti wanaendelea kuwa na woga zaidi, na katika habari zinaendelea kuwapasha. Kumbuka niliwapasha jana hiyo jana ilikuwa tarehe 1 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2026, ilikuwa ni mercredi. Upande wa Butembo kulichomeka watu wengi zaidi, karibu watu 200 katika manyumba, katika hinje, wakakatwa visu, wakakatwa vichwa. Na kwa sasa eneo ya huko Butembo wote jana walikuwa na maandamano. Jana mercredi walikuwa na maandamano kuhimiza wakaaji ama population
suluhisho kupitia changamoto hizi kupitia eneo hiyo ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia. Kupitia media Bukavu TV naendelea kuwapasha habari hizi, ukiendelea kuungana na sisi ndani ya habari zetu. Nawatakia kweli muwe na usikilivu mwema, nawatakia usiku mwema, tuje kupatana kwa habari zingine zetu za saa 10, habari za asubuhi saa 1 kamili ndani ya media Bukavu TV. Endelea kuungana na sisi, tunaendelea kuwapasha habari zingine zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama uko na habari zenye uko nazo unataka kuungana na sisi, kuna nambari zetu za WhatsApp hapo, utatuandikia katika habari zetu ili tujue tayari kuna habari zingine upya uko nazo kupitia habari zetu ndani ya media Bukavu TV. Na washukuru sana mashabiki zangu kutokea eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama pembe za nchi ya Kongo. Nyinyi wote nawatakia muendelee kupartage, muendelee kutumia watu wengi linki kupitia media Bukavu TV, iendelee kufikia watu wengi, kwa sababu ni sisi wenyewe tunawaletea habari yenye uhakika na habari yenye ukamilifu katika media Bukavu TV, kwa sababu watu wengi wanatumia media kwa kuongea lakini hawaonekane. Wengi wanatumia habari za uofu, habari za uongo, na kwa sababu sisi tunakuja kuwapasha habari za uhakika kama media, inabidi tuonekane kama media international. Kwa sasa kupitia habari zetu inabidi tukue tunaletea habari za ukweli na habari za uhakika. Asante sana, natakia muwe na usikilivu mwema kupitia media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson kutokea ndani ya mnara huyu. Unanisikiliza, eka komenti yako, unanikubali ama vipi? Nawapenda sana washabiki zangu kwa kuendelea kunipongeza na kuendelea kufanya subscribe kwa wingi. Nawapenda zaidi. I love you. Je t'aime tout le monde. Vous avez écouté la télévision Bukavu TV, vous avez participé, vous avez abonné, tout le monde. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, everyone, you are content to community for me. You are subscribers, members. I love you so much. But share, everyone. I love you. Good night. Today, this is date 2 April 2026. I love you so much. Nawatakia usiku mwema. Tuje kupatana kwa habari zetu za